mountain movers iko na wewe usetaseti vitu, alafu tena mkae sasa kama watu wako ready kufanya kitu kwa hiyo ambayo wanawako Bwana asifiwe, watu wa Mungu, hamjambo? Yes, nashukuru Mungu nikisema Bwana asifiwe ni nyinyi, natarajia mnijibu pamoja na wanaotufuata katika online. Nachukua nafasi hii niweze kukaribisha kila mtu katika mkutano huu wetu ambao ni mkutano wa jioni. Mimi ninaitwa Pastor James Moro Kimani na kanisa letu la Pefa Mountain Movers. Tuko Kiganjo, mahali ambapo panaitwa Kiganjo Kona 3, na tuko barabara. Hata kama sisi ni wageni hapa, tutakuja hivi karibuni. Kweli ni kwamba tuko Kona 3 na tuko kwa barabara. Tunakuja pale tutaona kanisa kubwa liko pale kwa barabara. Nachukua nafasi hii niweze kuwakaribisha kwamba tukaweze kukaribia, tukaweze kuwa na dakika kidogo cha baada ya kuabudu, dakika kidogo na kusikia neno la Mungu, na Mungu wetu ataweza kutubariki. Jumuika nasi, hatuko wengi sana, tuko kwa ofisi yetu, tutatuia radhi. Ni sasa kufahamisha ya kwamba sisi ni wageni, hatujakaa sana hapa, kama tumehamia hapa. Kwa hivyo ukaona ofisi yetu haijakamilika, tutatulia radhi. Tutaenda tu kama tunamalizia mahali ambapo pamesalia. So karibu sana, tunataka tuwe na wakati wa kuabudu na tuwe na wakati wa kusikia neno kwa kifupi, na Mungu atatubariki. Naomba ya kwamba inamise uso wako mahali ndipo tuweze kufungua kwa neno fupi, alafu tena tutaweza neno fupi la maombi, alafu tena tutaweza kuendelea. Amini na tuombe. Mwenyezi Mungu Baba, kwa jina la Yesu, tunasema ni asante wakati huu na jioni hii kwa ajili ya kutupatia nafasi nzuri tuweze kuwa na ushirika. Tuwe na wakati wa kukuabudu na kukusifu, na tuwe na wakati wa kusikia neno kwa njia fupi. Bwana, tunaomba ya kwamba Roho wako Mtakatifu akawe pamoja nasi. Tunaomba nguvu za Roho Mtakatifu zikaweze kunyakua usukani na kutawala katika nyumba hii katika jina la Yesu. Tawala Bwana, nena nasi kwa maana wewe ni Mungu. Kwa jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Siku kila siku
jina la Yesu. Amen. Amen. Tumesema sisi tunaitwa Pefa Church Mountain Movers, tuko Kiganjo kona 3. Kiganjo iko Thika. Ukiwa Thika utachukua gari pale White Line, utakuja safari ambayo sio mrefu sana, like between 5 to 7 kilometers from Thika town, na mahali tu utapitia kwa barabara utatuona. Tumeweka ubao mkubwa sana kwa barabara. So tumewaalika wote na mjihisi ya kwamba tumewaalika.
Kitu kingine tunaomba mtuie radhi, leo ni siku yetu ya kwanza kuwa online, especially kuwa na fellowship ambayo iko online tukiwa wanaume tupu. Na hii sio kumaanisha na hii sio kumaanisha ya kwamba kanisa yetu ni ya wanaume tupu. Vile tumeapiana tukue na ushirika na tukasema tutakuwa na hata kama hatukuwa tumejipanga sana, tukasema wacha tuwe na wakati wa kuabudu Mungu. Na tukasema tukuhusishe hata wewe uwe pamoja nasi na uabudu pamoja nasi. So wewe barikiwe sana na Mungu akubariki. Wacha tupate neno kwa kifupi, alafu tena kisa baadaye tutaweza kuomba na Mungu wetu atatubariki. Amen. Ningetaka kushiriki nawe ama kushiriki nasi kuhusu ujumbe ambao unasema avoid to impose a curse in your life, ama kuepuka kujiwekea laana. Na ni vizuri nikujulisha ya kwamba mtu anaweza laaniwa na mtu anaweza laaniwa na Mungu, na mtu anaweza jilaani yeye mwenyewe, anaweza jilaani. Na leo sitaweza kuongea sana kuhusu kulaaniwa na mtu wala kulaaniwa mimi na Mungu. Hebu ni concentrate sana na ile ambayo ni kujilaani ama kujiwekea laana ama kusababisha laana. Wewe mwenyewe kujisababishie kuwa ya kwamba uko na laana. Na pia ni vizuri nikuambie, nikujulishe laana ni nini. Tumaini Channel nimeiangalia na nikaona ya kwamba a curse is a negative declaration. Negative declaration ni ile kujitamkia ama kutamkiwa laana. Inakuwa sasa umetamkiwa laana ikawa negative. Umetamkiwa negative words. Na unaweza tamkiwa positive words. Hiyo ndio tunaitanga baraka. Na pia unaweza tamkiwa negative words. Hii ni kama mtu anene tu aseme enda ukakufe, enda ukagojeke, enda ukapate mabaya. Those are negative words. Na ziko na uwezo na ziko na nguvu, ni vizuri ujue hivyo. Na pia hata wewe mwenyewe unaweza jitamkia negative words. Na bado hiyo ndio tunaitanga self-imposed curses. Na ni vizuri ujue ya kwamba those curses ziko na nguvu, ama hizo laana za kujitamkia bado ziko na nguvu. Wakati ambapo unanena na unasema ya kwamba mimi siwezi, hiyo bado ni neno ambao unajitamkia na iko na uwezo. Wakati ambapo unasema ya kwamba kwangu haiwezekani, hiyo ni neno na bado lile neno ni wewe umejinenea. Na ni vizuri ujue ya kwamba lile neno liko na nguvu. So because ujumbe wetu siku ya leo tunasema ya kwamba epuka kujitamkia maneno ya laana ama kujilaani wewe mwenyewe. Epuka kujilaani kwa jina la Yesu. Tutaenda hatua kama 3 ambazo nitawaonyesha jinsi ya kujitamkia laana. Moja yake ni your own words. Your own words. Maneno yako ambayo wewe hujinenea inaweza kuwa positive ama inaweza kuwa negative. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya Biblia. Kati ya Biblia tuna watu wengi walijilaani na kuna watu wengi walijibariki. Hebu nikuonyeshe wawili ambao walijibariki. Tumuone Paulo. Paulo alisema in the book of Philippians. Kuna mahali Paulo alisema ya kwamba I can do all things through Christ who strengthens me. Huyu ni mtu ambaye anaongea positive to his life. Anaongea mazuri katika maishani mwake. Na ni vizuri ujue ya kwamba unaposema maneno kama yale, utakuta ya kwamba kile kitu unasema kinatukia na kinafanyika katika maishani mwako. Paulo tunajua ya kwamba alitenda makubwa. Ninafikiria aliandika vitabu mingi sana katika Biblia. Paulo alitenda miujiza mingi, hata kufufua alifufua. Paulo aliponya watu. So vile alivyokuwa anajiona ilifanyika. Na ilifanyika katika maishani mwake. Mtu mwingine aliyejibariki ni Daudi. Alisema that I am fearfully and wonderfully made. Huyo ni mtu mwenye ananena positively in his life. Ananena mazuri. Yeye ni mtu wa kuogofya. Yeye ni mtu wa maajabu. Huyo ni mtu mwenye anajibariki. Lakini siku hizi iko very much positive.
iko very much negative. Tunapojinena tunanena just negative, ya kwamba kwa uchumi huu sioni nikitomboa, sioni watoto wangu wakisoma, sioni biashara yangu ikisimama, sioni nikifaulu, sioni nikifikisha miaka 50. Mimi hata ninaona hakwendi vizuri. Wacha nikwambie, katika hayo maneno iko na nguvu, na epuka kujilaani. Nimesema one thing ya kwamba ama jambo moja kukujulisha ya kwamba unajilaani ni jinsi unavyojinena. In the book of Proverbs 18 verse 21 inasema hivi, death and life are in the power of the tongue. Mauti na uzima uko katika vinywani mwetu, uko katika ulimi wetu. So elewa hivyo, unaweza choose, kwa sababu nguvu ya kifo iko katika mdomo wako. Kifo ya mauti, kifo ya uzima iko katika ulimi wako. Both umesibeba. Uko na uwezo wa kujinenea uhai na uko na uwezo wa kujinenea mauti. So elewa hivyo, ulimi wako unaweza jilaani naye, ulimi wako unaweza jibariki naye. Na siku ya leo nakuombea neema ya kujibariki. Hii maisha ya kujibariki. Wacha kusema ya kwamba ninaisha. Wacha kusema ya kwamba mimi nitakufa kifo cha mapema. Wacha kusema ya kwamba mimi sioni nikifaulu. Wacha kusema ya kwamba mimi sioni nikiinuliwa. Oh God, na kuombea neema ya kwamba uanze kujiona vyema. Anza kujiona vyema. Wacha kujiita maskini. Wacha kujiita mtu hivi tu. Wewe jiite tajiri, hata kama mfuko wako hakuna kitu. Jiite tajiri kwa jina la Yesu. Wacha kusema ya kwamba dunia hii ulileta watu. Hapana, dunia hii ni ulikuja ukiwa na a defined purpose, ukiwa na sababu fulani ya kiungu, sababu ya kiungu. So wacha kujilaani. In the book of Proverbs 12 verse 18b inasema, the tongue of a wise brings healing. Ulimi wa mwenye hekima hulete uponyaji. Opposite ya hiyo ni hivi, ya kwamba ulimi wa mjinga hulete kifo ama hulete mauti, huleta kuisha ama huleta kuisha. So mimi ningekuomba siku ya leo, kwa sababu tumesoma hiyo ya kwamba ulimi wa mwenye hekima huleta uponyaji, ningekuombea siku ya leo uwe na ulimi wa mwenye hekima, ulimi ya mwenye hekima. Usitumie ulimi wako kwa ujinga. Usitumie ulimi wako kama ulimi wa mpumbavu. Tumia ulimi wako kama ulimi wa mwenye hekima, ambapo tumesikia ya kwamba ulimi wa mwenye hekima hulete uponyaji. In Jesus mighty name. Uponyaji ni hivi, wakati ambapo unaona kusema ukweli biashara inaisha, imegojeka katika ulimi wako, kwa sababu ulimi wako ni ulimi wa mwenye hekima. Unanenea ile biashara kuishi. Unanenea ile biashara kusimama. Unanenea ile biashara kutoisha. Hata wakati ambapo unaona uchumi imeisha, watu wengi wanasema ya kwamba sisi ni kuisha tunaisha. Hii serikali ni kutumaliza inatumaliza. Wacha nikuambie, wacha kutumia ulimi wako kama ulimi wa mpumbavu. Tumia ulimi wako kama ulimi wa mwenye hekima. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. In the book of Ecclesiastes chapter 10 verse 12 part B inasema hivi, the words of a wise mouth wins him favor. Hivyo ni kusema hivi ya kwamba ulimi wa mwenye hekima humletea kibali. Hivyo ni kusema ulimi uko na nguvu sana. Ulimi unaweza kukuletea chukizo. Ulimi tu unaweza kufanya watu wa kuondokee. Ulimi unaweza kufanya watu wa kuchukie na wakuchukie kabisa, hata kwa mji ukae ni kana kwamba unaishi peke yako. Uwe totally isolated. Amen. Lakini ulimi wa mwenye hekima humletea kibali. Bwana asifiwe. Understand the power that is in your tongue. Elewa nguvu iliyo ndani ya ulimi wako. Bwana asifiwe. Another thing ambaye inaweza kuletea laana, ambaye inaweza sababisha wewe mwenyewe kujilaani, ikuwe ya kwamba ni wewe umejilaani. Sio Mungu, sio baba yako, sio babu yako, sio ukoo wenu, sio jamii yenu. Ni wewe mwenyewe
umeattract that curse. Another thing that can make you to attract a curse in your life is what we call disobedience. Kutotii Mungu. Kutotii Mungu. Kutotii Mungu kunaleta laana. Na nitakusomea in the book of Deuteronomy chapter 28 verse 15. Inasema hivi, if you do not obey the Lord, if you do not obey the Lord, all this curse will come upon you. All this curse will come upon you. Najua wengine wetu wanajua hii Biblia na wanajua haya maandishi ya kwamba those curses ziko named there downward, zimetajwa. Msiponisikia, laana hizi zote zitawafuata. Tukaambiwa ya kwamba mifugo yetu haitafaulu, mashamba zetu zitalaaniwa, watoto wetu watalaaniwa, tutakuwa mikia, afya zetu zitasoroneka, tutakuwa na afya mbaya, tutakuwa na magonjwa. So all those curses zinaletangwa na kutomtii Mungu. Na hii kutomtii Mungu, hakuna mtu ata-attract curses, hakuna mtu atakutamkia baraka. Wewe ukikuwa ya kwamba haumtii Mungu, hiyo automatically is a way of attracting a curse in your life. Na siku ya leo ningetaka kunenea mtu na nimwambie ya kwamba kwa sababu uko na chance, uko na nafasi ya kuepuka hii laana ya kutomtii Mungu. Kwani kumtii Mungu itakugharimu nini? Si kutii Mungu ni kufanya kulingana na maagizo yake. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. In the book of Leviticus chapter 26 verse 14 to 16, lakini nitasoma tu part B ya 14. Inasema ya kwamba, but if you do not obey me, I will bring to you sudden terror, wasting diseases and famine. Musiponitii, nitawaletea mabaya, nitawaletea sudden terrors, nitawaletea wasting diseases and famine. Oh God, hakuna mtu anaweza taka haya yote. Yaani mtu tu akutumia watu wakufamie. Mungu atakutumia magonjwa, Mungu atakutumia njaa, yaani ile njaa sijui tutaita famine. Ile ni ile kuwa na kiangazi. Oh God, mimi ningeombea mtu na ningekutakia roho ya kutii Mungu. Uondokewe tu na roho ya kutotii Mungu. Kwa sababu hii roho ya kutotii Mungu inakuletea haya kufamiwa na wakora, itakuletea magonjwa, itakuletea kiangazi. Ukute ya kwamba watu wengine wanafuna, lakini wewe kuna kiangazi, mashamba yako haileti. Oh God, mifugo yako haisai, na ikisaa unakuta ya kwamba tule tutoto tunakufa. Unakuta ya kwamba hakuna kufanikiwa, hakuna ufanishi katika katika kazi ya mikono yako. Oh God, Mungu akusaidie. Hebu jiondolee hii laana. Jiondolee hii laana. Uko na chance ya kuondokea hii laana. Laana ambayo inafutiwa na kutotii Mungu katika jina la Yesu. Hallelujah. Deuteronomy chapter 11 verse 26 inasema, see, I have sent before you today a blessings and a curse. The blessings if you obey. Okay, blessings if you obey. The curse if you do not obey. Hii Biblia, hii maandiko ni very funny and very sweet. Inasema, tazama uone ya kwamba mbele yako nimeweka baraka na nimeweka laana. Mbele yako nimeweka laana na nimeweka mbele yako nimeweka baraka na nimeweka laana. Na hii, hebu elewa hii. Hawa sio jamii fulani wanaambiwa, hawa sio ukoo fulani wanaambiwa, hawa sio kabila fulani wanaambiwa. Huyu ni kila mtu anaambiwa ya kwamba mbele yako kuna laana, mbele yako kuna baraka. Na unaambiwa ya kwamba laana ni wakati ambapo haujatii, na unaambiwa baraka ni wakati ambapo unatii. Na hapo mbele inasema ya kwamba now you can choose. Uko na neema, uko na free chance ya kuchoose. Now you can choose a curse, you can choose a blessing. Lakini nafikiria mtu mwerefu hawezi chagua laana. Ninafikiria mtu ambaye ako na akili timamu hawezi chagua laana. Lakini Mungu anasema, mbele yako nimeweka hizo vitu mbili. Nimeweka laana na nimeweka baraka.
laana ni kwa mtu ambaye asiyetii, na baraka ni kwa mtu ambaye ametii. Sasa unaambiwa it is now up to you to choose what you want. Na tulisema wakati ambapo tulipokuwa tunaanza, tulisema ya kwamba laana ni negative declaration. Ni ile negative energy. Ni ile nguvu ambayo inasababishanga maovu ya kukute. Kama ni kuishiwa, ni mazao ya laana. Kama ni kutokuendelea vizuri, unakuta ya kwamba ni negative energy ambayo inasababisha yale mambo ya kukute. Na sasa nikuulize, ni nani ambaye hawezi penda kufaulu kimaisha? Ni nani ambaye hawezi taka kufanikiwa kimaisha? Ni nani anaweza taka kuishi na magonjwa? Ni nani anaweza taka kuishi na kuishiwa? Ni nani anaweza kuishi na umaskini? Ni nani anaweza taka hiyo? Sasa kwa sababu hautaki, unaambiwa ya kwamba ondokea kutotii Mungu. Kwa sababu kutotii Mungu itakuletea this negative energy. Itakuletea laana. Oh God, mimi nakuombea neema. Ujue tu jinsi ama njia za kumtii Mungu. Kwa sababu sasa ile kumtii Mungu iko na mazuri. Ile kumtii Mungu iko na baraka, imebebana na baraka. Na sasa baraka ni ile nguvu ambayo husababisha mazuri ya kufanyia kutendekee. Mazuri tu ya kutendekee. Na unajua mtu akiwa na mazuri, hata maadui wake hutafuta urafiki naye. Hutafuta uhusiano naye. And I think wakati ambapo mazuri yanakutendekea, unakuta ya kwamba hata life inakuwa enjoyable. Oh God, si utafute hii energy ambayo ni energy ya baraka, ambayo imeambatanishwa na kumtii Mungu. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Na ninakuombea neema ya kumtii Mungu. Kwa sababu usipomtii Mungu utajiletea laana. Ile laana haitakuwa ya uko, itakuwa ni laana ya kujiletea. Mungu akusaidie. Another thing ambayo inaletanga laana. Lakini ningekusomea maandiko mengine moja. Usiseme ya kwamba ninakusomea only Old Testament. Wacha nikusomea New Testament. Usikie jinsi ambavyo inasema. In the book of Galatians chapter 3 verse 10 inasema hivi: Cursed is everyone who does not continue in all things written in the law. Hiyo ni New Testament. Inasema ya kwamba kulaaniwa ni yule mtu ambaye haendelei kufanya kulingana na kile ambacho kimeandikwa katika sheria. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ni spirit ya disobey, spirit of rebellion. Yes. Na sasa inasema cursed is the man who does not continue doing what is written in the law. Bwana asifiwe. It's a curse kutofanya kile kitu ambacho kimeandikwa katika Biblia, kile kitu ambacho Mungu amesema. Kutofanya hiyo tu automatically inakuletea laana. Na sasa ile ya laana, kwa sababu sasa laana ni ile maovu inakutendekea. Kama ni watoto wako wanakufa, kama ni watoto wako wanapata mabaya, kama ni kufaulu kimaisha haufaulu, kama ni kunawili haunawili, unakuwa tu unakaa mtu ambaye ako na hofu katika maisha. Unakaa mtu wa kuhurumiwa tu. Hata ukikula magonjwa ndio hayo, asidi ndio hiyo, vidonda vya tumbo ndizo hizo. Ukipata pesa, pengine hata marafiki wakuhurumie, wakuja kuchangie, ile pesa zote unapeleka hospitalini kwa sababu uko under curse. Siku ya leo ninataka kukuonyesha jinsi ya kutoka katika nguvu za laana. Siku ya leo kuna neema kwa sababu Biblia inasema ya kwamba njia moja ya kujiletea laana ni ya kwamba usipotenda kulingana na maagizo, kulingana na kile kimeandikwa na Biblia, hiyo inaweza attract a curse in your life. Amen. Unajua siku hizi watu wako na ile tabia ya kusema ya kwamba quote Galatians chapter 3 verse 13. Wanasema ya kwamba Yesu amefanyika kuwa laana ili sisi tuwe wabarikiwa. Lakini hausomi verse 10, unasoma verse 13 peke yake. Soma verse 10. Inasema kubarikiwa, kulaaniwa ni yule mtu ambaye hafanyi kulingana na neno, kulingana na kile kimeandikwa katika sheria. Amelaaniwa. Na hiyo ni New Testament. Amen. Mwenye ameandika verse 13 ndiye ameandika verse 10. Hivyo ni kumaanisha hata muokovu anaweza pitia ama anaweza kuwa na laana
kama hatendi kulingana na neno la Mungu. Unajua kusema ya kwamba Yesu ni Bwana ni jambo moja, na pia kufanya kulingana na neno ni jambo lingine. Na kama haufanyi kulingana na neno, na Biblia inasema ya kwamba wale ambao hawafanyi according to the word, they are cursed. Utakuwa cursed hata kama uko ndani ya Kristo. Do according to the word of God. Yes. Obey the word of God. Kuna baraka ambazo zimeambatanishwa na kutenda kulingana na neno la Mungu. Are we together? Yes. Bwana asifiwe. Amen. Jambo lingine ningetaka kusema ya kwamba kuna laana inaletagwa na dhambi. Hata kama Yesu alikuwa msalabani na wewe unasema Yesu ni Bwana, lakini you are a saved sinner. Let me tell you, hii laana inaweza kufuata. Amen. Inaweza kufuata. Unajua siku hizi inakaa ni kana kwamba watu ni kujificha, wanajificha ndani ya Kristo. Na hata kila mmoja siku hizi anasema Bwana asifiwe. Na mwingine anasema ya kwamba ameokoka. Lakini ilikuwa ni unabii ya kwamba sio wote wanitae Bwana Bwana watakaeniona, watakaorithi ufalme wa mbinguni. Biblia inasema hata wengine watasema nilikuwa nafukuza mapepo kwa jina lako, lakini Yesu Bwana atasema mimi siwajui. Hivyo ni kumaanisha sio wote ambao wanasema nimeokoka ambao wanakuaga genuinely wameokoka. Bwana asifiwe. So there is those saved sinner, watu ambao wameokoka lakini wenye dhambi, lakini kujiita wanajiitanga ya kwamba wameokoka. Ikifika ni wizi wanafanya, ikifika ni kukunywa mfinyo wanakunywa, ikifika ni wake wa wenyewe wanachukua tu. Kwanza saa hii wakati wa usiku ndio sasa wanapanga mikakati ya kuendea wake wa wenyewe, wa kuendea kusichana kwa college. Bwana asifiwe. Unakuta ya kwamba watu wanarandaranda pale kwa MKU, wakiona kasichana kakipita pale wanasema wanapiga picha. Oh God. Lakini kwa nyumba ya Mungu wanajulikana ya kwamba wameokoka. Siku ya leo nitataka kukujulisha, na nikujulisha tu nikufahamishe kwa roho ya upole ya kwamba kuna watu wameokoka lakini wenye dhambi. Bwana asifiwe. Na siku ya leo ningetaka niseme ya kwamba kuna laana ambayo inaambatanishwa na kuwa mwenye dhambi. Ya kwanza, in the book of Romans chapter 6 verse 23. Inasema for the wages of sin is death. That's a curse. It's a curse. The wages of sin is death. Kile ambacho kimebebwa na dhambi, matokeo ya dhambi ni mauti. Ni mauti. Ni vizuri nikujulisha hivyo. Hata kama umeokoka, you see now there is those saved people, but they have full appetite of sin. Wako na ile kuwa na kutaka dhambi sana. Amen. Bwana asifiwe. Acha nikujulishe hii. Mtu yoyote ambaye anachezea dhambi, mtu ambaye amekubatia dhambi, mimi ningetaka nikujulishe ya kwamba mazao ya dhambi, matokeo ya dhambi ni kifo. Bwana asifiwe. Hallelujah. Na hii laana ya kifo, hii laana ya mauti inaletwa sio kwa sababu Mungu hakupendi. Inaletwa kwa sababu wewe ni mtu wa kupapasa dhambi. Bwana asifiwe. Yes. Na Mungu ajalie kanisa lake. Na Mungu alete uchakazo katika kanisa lake. Kwa sababu siku hizi kanisa la Mungu limekuwa kanisa la unafiki. Amen. Bwana asifiwe. Unakuta ya kwamba mtu anasema kabisa ameokoka, lakini anasema tu wakati ako na wokovu wengine. Akiwa peke yake, yeye ni mkora kupindukia. Yeye ni mtapeli, yeye ni mwizi. Hakuna kitu hawezi sema. Hakuna maneno hawezi tupa. Oh God. Leo nataka nikujulishe mtu wa Mungu, kwa roho ya upole tu nikujulishe ya kwamba hiyo dhambi ambayo unapapasa hivi, unaipembeleza hivi, unaifanya wakati hauko na waokofu wengine, hiyo itakuletea mauti. Itakuletea mauti. Na unajua kuna mauti inakuanga sio lazima uingizwe jeneza. Unakuwa tu uko under control of death. Unakuta ya kwamba sasa kwa kikiwa kitu tunasemaga weka hida meteterethaga na meteateretha no ciothe ni gukuikua mugikukia no ugiakia meteterethaga. Wakati ambapo wewe unaona ya kwamba hauonekani, kuna wakati wewe utaifanya kwa siri, lakini utaadhibiwa publicly na watu wote wakiona. Bwana asifiwe. Yaani utatolewa uchi tu watu wote wakiona. Kwa hivyo hii laana ya kifo, hii laana ya mauti, jiondolee. Wachana na dhambi. Dhambi ni tamu sana kwa huu mwili.
kwa sababu mwili uko kwako. Lakini nikwambie, after kufanya hiyo dhambi utajikuta ya kwamba ni mauti. Ni vizuri nijulishe wenzangu hapa ya kwamba kuna rafiki yangu alienda kupapasa dhambi, akachukua kasichana keupe sana. Na sometimes ni vizuri kuombea tusichana tweupe. Kwa sababu tusichana tweupe tutakuwa related na beauty. Sijui ni nani alisema ya kwamba weupe ni beauty. Ati weupe ni urembo. But I think vile tu Msungu alisema beauty is in the eyes of beholder. Mimi kwangu siwezi sema ya kwamba weupe ni beauty. Ule kijana alitupiga chenga tu, tulikuwa tunatembea na yeye nyakati zetu za ujana. Na ule kijana alitupiga chenga tu dakika moja tu hapo. Anafikiria ni wale wanaume wanaendanga 2 minutes. Alafu tena wanakuja kama wamejipanguza. Anakuja kama wamejipanguza. Na tukaendelea na fellowship, tukaendelea na kuabudu, tukaendelea na kusema Yesu ni Bwana. Lakini kumbe yule kijana amepiga chenga pale na akaenda akatunzwa. Akatunzwa tu. Alafu tena akakuja na akaendelea, akaifanya tu kwa siri na akakaa. Lakini kile alichoonja after 7 years down the line, mazao ilianza kuonekana. Ngozi kaanza kuchakaa. Akaanza kugojeka homa ambayo haiishi. Bwana asifiwe. Mwili kaanza kumwagika kama kitu kingine. Oh God. Tukaanza kuulizana ni nini inakula mtu wetu, lakini kumbe ni kitendo alitenda kwa siri. Ndicho hiki sasa kimeanza kuonyeshana mazao. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hebu tuepuke hii laana. Hii laana imebeba mauti. Laana ambayo imeambatana na utendaji wa dhambi. Bwana asifiwe. Amen. Kuna wale ambao watu ambao ni very corrupt. Na hii nitanenea wale watu ambao wako kwa serikali. Nikwambie ya kwamba unachukua pesa za wanyonge. Unakosa kufanya ile project ambazo zinafaa. Kama ni hospitali unakosa kufanya iwe sawa. Na mgonjwa anaenda pale tu anakufa kifo cha mapema. Kwa sababu ulikula pesa ambayo ilistahili kununua madawa, ambayo ilistahili kununua mashindano, ambayo ilistahili kufanya hiki ama kile. Ukakula na ukasema ya kwamba hii nitajitajirisha naye. Hii watoto wangu watakula. Ulifanya kwa siri. Hiyo ni dhambi ulifanya. Lakini siku moja kabla haujaingia kwa kaburi, hiyo matokeo lazima ikuletee kifo. Lazima ikuletee mauti kwa jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Siku moja niliona tajiri mwenye alihisi kukula vitu za watu. Lakini ule tajiri ni wa huu mji tu wa Kiganja. Alikuwa wa huu mji tu wa Kiganja. Lakini yule mzee mwisho wakati kile kitendo aliishi kutendea masikini kilichoanza kuleta mazao, yule mzee alikuwa anauliza akiwa kwa kitanda, ni nani ako karibu anaweza nikata na upanga nikufe, kwa sababu ya ule uchungu aliyekuwa anapitia. Yes. Bwana asifiwe. Alikufa kifo cha uchungu. Alikufa kifo. Hata alikuwa naomba ya kwamba hata alikuwa naitana. Alikuwa naitana kwa mwito mkubwa. Alikuwa naitana kwa sauti kubwa. Kujeni na upanga munikate. Kujeni muniue kwa sababu niko na uchungu ambao umepita kiasi. Yes. Oh God. Hakujua ya kwamba ilikuwa ni punishment. Ghadhabu ya Mungu ilikuwa inatokea wakati ule ya yale matendo aliishi kufanya. Yes. Epuka dhambi ndugu yangu. Epuka dhambi. Epuka kutendea watu mabaya. Epuka hiyo. Hebu nikusome in the book of Ezekiel, Ezekiel chapter 18 verse 21. Inasema hivi ninapotamatisha. Inasema hivi, but if the wicked turns from all his sin, he shall surely live. He shall not die. Wacha nisome vizuri. But if the wicked turn from all his sin, he shall surely live. He shall not die. Hivyo inakuambia nini? Wakati ambapo mwenye dhambi amebadilika na amewachana na dhambi, Biblia inasema ya kwamba kwa uhakika ataishi hata kufa. Hivyo inasema nini? Kinyume ya hiyo ni nini? Inamaanisha ya kwamba dhambi itakuwa imembebea mauti.
Lakini ukibadilika, kuna chance ya kubadilika, kuna nafasi ya kubadilika. Na Biblia inasema ya kwamba ukibadilika, you will surely live, you will not die. So elewa hii ya kwamba wenye dhambi ambao sasa wanataka dhambi, wanafurahishwa na dhambi, wanapapasa dhambi. Si hata saa hii nikisema hivyo, kuna mmoja sasa anapingilika na wake wa wenyewe. Hata saa hii nikisema hivyo, si kuna wengine wanasema ya kwamba hii dunia ni tamu kwa sababu ya mabaya ambayo mnafanya. Si saa hii kuna mmoja amebeba kisu aende akamtoe mtu uhai ili uchukue mali zake. Si saa hii kuna ndugu ambaye ananyanyasa ndugu yake mali. Acha nikwambie, hiyo dhambi ambayo unaona, Biblia inasema ya kwamba ni mauti, imekubebea mauti. Lakini if you turn from your sinful ways, you will surely live. You will surely live. So nikimalizia, nataka kusema hivi, dhambi imekubebea laana. Na ile dhambi ambayo umefanya, kama saa hii assume umefanya tu dhambi kidogo tu, umefanya tu dhambi ya uzinzi, umefanya dhambi ya kuabudu sanamu, na wewe umesema ya kwamba hiyo tu Mungu ame-understand. Wacha nikwambie, vile umefanya iko na mazao, iko na matokeo. Hapa tu hautakaa sana unless you repent. Usipotubu, hii itakuletea kifo, itakuletea mauti. Ndugu, kuna laana ambayo inaambatana na upapasaji wa dhambi. Wachana na dhambi, hata kama ni tamu namna gani. Kuna haja gani ukule kitu tamu, lakini kikifika kwa tumbo kikuletea mauti? Bwana asifiwe. Amen. Wacha tumalizie na just a simple or two worship choruses, then tutaweza kuomba na Mungu wetu atatubariki. Amen. Amen. Thank you Jesus. Thank you King. Sisi wana wako tumekusanyika, angalia Bwana. Sisi wana wako tumekusanyika, angalia Bwana. Sisi wana wako tumekusanyika, angalia Bwana. Angalia Bwana. Angalia Bwana. Yesu ya
the name of Jesus Christ. Hata wewe ukiwa nyumbani, ukiwa unapika, ukiwa unajiandaa kwenda Yesu, ukiwa unajiandaa kwenda kwa kitanda chako, nataka utamke tu maneno mazuri. Jitamkia maneno, kanisa maneno sawa na neno mabaya. Jitamkie baraka, jitamkie baraka. Asante Bwana kwa ajili ya kutuendelea kwa njia kubwa na unajio. Asante Bwana kwa sababu umenena nasi. Na umetunenea kuhusu kuepuka kujinena laana. Baba ni asante. Bwana tumetamatisha na kujibariki. May those blessings Jehovah God
manifest in our life. In the name of Jesus Christ. Sisi Bwana tumebarikiwa. Sisi ni wabarikiwa. Na nguvu ambazo za baraka zianze kujidhihirisha. Zianze kuonekana katika maisha yetu. Katika jina la Yesu. Mahali popote Bwana tusawahi jirani. Siku ya leo we renounce those curses. Tumekanusa zile laana. Na tumesema ya kwamba sisi tumebarikiwa. Sisi tutaenda mbali. Sisi ni watu wa kipekee. Sisi ni watu ambao ni wa kifahari. Katika jina la Yesu. Sisi Bwana tutaenda mbali. Sisi hatukuleta watu wa dunia. Sisi Bwana tumefanikiwa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tumejibariki Bwana. Jioni ya leo tumejibariki. Tumejitamkia baraka. Katika jina la Yesu. Kwa maana wewe ni Mungu. Kama uko pale na tumesikia ya kwamba kuna laana huletwa na utendaji wa dhambi. Na tumeanza na kusoma in the book of Romans chapter 6 verse 23. Ambapo imesema ya kwamba for the wages of sin is death. Wacha kubebana na hii laana. Laana ya kuwa mwenye dhambi. Laana ya kuwa wewe ni mtenda dhambi. Hebu ondokana na dhambi. Usije ukajifutia laana katika maishani mwako. Na utakuwa unauliza ya kwamba ni nani huyu aliyeniroga? Ni nani huyu aliyenilaani? Utaanza kuambiwa utoe mbuzi. Utaanza kuambiwa umwage damu. Utaanza kuambiwa ya kwamba utoe jumbe. Kwa sababu kutakuwa inaonekana wewe umelaaniwa. Lakini sio mtu aliyekuroga. Sio mtu aliyekulaani. Yanayokutendekea ni kwa sababu ya matendo yako maovu. Ni kwa sababu ya utendaji wa dhambi. Siku ya leo kuna dawa. Dawa ambayo ililetwa na Yesu. Yesu pale msalabani alisema yote yameisha. Alisema yote yameisha. Alimwaga damu kwa ajili yetu. Alikuja kuleta urejesho kati ya Mungu na binadamu. Siku ya leo wacha kubebana na dhambi. Dhambi zimekubebea mauti. Dhambi zimekubebea utengano kati yako na Mungu. Wachana na dhambi mtu wetu. Rudia nyumba yangu. Kama uko pale rudia nyumba yangu. Na uamini ya kwamba umeokoka. Amini ya kwamba umeokoka. Amini ya kwamba hii laana ambayo imeambatana na utendaji wa dhambi imekuondokea katika jina la Yesu. Sema Mungu Baba, tuwasaidie wote kusema. Sisi tuwasaidie kurudia katika jina la Yesu. Sema Mungu Baba, Mungu Baba, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Jioni hii ya leo, nimeamini ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Na siku ya leo, kwa sababu nimefahamishwa kuna laana inaambatana na utendaji wa dhambi. Siku ya leo na usiku huu nimeomba msamaha. Bwana nisamehe. Bwana nisamehe. Kwa jina la Yesu. Nimebadilika na kuachana na njia zangu ofu katika jina la Yesu. Siku ya leo nimepokea Yesu kama Bwana na Mwokozi katika maishani mwangu. Siku ya leo, usiku huu nimeokoka na nimeamini. Nimeachana na maovu yote. Nimebeba msalaba na kumfuata Yesu. Kutoka siku ya leo, mimi sio mwenye dhambi. Mimi nimeokoka na nimeamini. Kwa jina la Yesu nimeokoka na nimeamini. Pigia Yesu makofi mazuri. Ubarikiwe, uwe na usiku mwema. Mungu akitujalia masaa kama hayo, siku ya kesho tutakuwa mahali hapa, tutaweza kuendelea na Mungu atakubariki. Lakini kabla hatujatamatisha, ningetaka kuchukua nafasi hii kualike katika kanisa letu, katika ibada zetu. Wewe kama kabisa unajua hakuna mahali unaendaga kanisani, ama ulikuwa unaenda lakini uliacha kwa sababu ambazo unajua, siku ya leo katika hii jamii ambayo ni ya Mountain Movers, tumekualika jihisi ya kwamba wewe ni wa kipekee na ukuje uwe mgeni wetu mahali hapa. Tumekukaribisha. Kama kuna mahali wewe huenda kanisani, wewe ninakuombea neema, kaa mahali pale, ti pastor wako. Lakini kama huwa unaenda kanisa na lile kanisa ni ya watapeli, toka mara moja na ujumuike pamoja nasi. Mahali hapa hautatapeliwa, mahali hapa hautanyang'anywa, mahali hapa utafunzwa neno la Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Jambo la pili ni ya kwamba tuko na mwaliko tarehe 31 mwaka huu wa 2025. Tuko na mkesha mkubwa, mkesha wa kufukisha mwaka
Kuja, Mungu amenibariki na neno lako. Kuja, ita wageni, ita marafiki. Oh God, waambie Pefa Church Mountain Movers kona 3 Kiganjo kona 3 kuna mkesha mkubwa na wote wamealikwa. Mungu amepatiana neno lako, kwa hivyo usikose kukuja. Barabara zote zinakutana pale kwa Pefa Church Mountain Movers. Yes. Kila mtu amealikwa. May the Lord God bless you. Have a wonderful night. Have a wonderful night. May the Lord God be with you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen.